Mchango wako nilimuita Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi ili nami niwe miongoni mwa wachangiaji kwenye hotuba hii ya Wizara ya Maji iliyowasilishwa na Waziri kaka yangu Aweso na naibu wake Mheshimiwa Kundo Mathew. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kuchangia, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake wa dhati na wa upendo wa kuona namna gani anataka kumtua mama ndoo kichwani, na dhamira yake hii imeonekana mapema kabisa wakati anaingia madarakani mwaka 2021, wakati bajeti yake ya kwanza kabisa aliyoanzisha ya bilioni 756, na leo hii tunazungumzia zaidi ya trilioni 1.12, zaidi ya ongezeko la 68%. Hongera sana Daktari Samia kwa dhamira yako hii ya dhati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na muda nitakwenda mbio ili nijaribu kuwasilisha yale ambayo wanandanda wameniagiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nilete shukrani zangu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha shilingi milioni 360 kwa ajili ya ujenzi wa chujio ambayo kesho kutwa siku ya tarehe 9 tunakwenda kuzindua na Mwenge wa Uhuru. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza pia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutafutia alternative ya fedha zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa chujio kwenye chanzo cha maji cha Mbwinji, ambazo chanzo hichi ni kikubwa na tegemezi sana kwa zaidi ya majimbo 4 yaliyopo kwenye jimbo la Ndanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo la Ndanda wanashukuru sana kwa hizi fedha ambazo zimetolewa na serikali. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Ndanda ndio hub ya maji kwa zaidi ya majimbo 4 au 5 yaliyopo mkoa wa Mtwara. Maji mengi yanatokea kwenye jimbo la Ndanda, na hii inathibitika kupitia mradi wa Manawasa ambao unazalisha zaidi ya maji milioni 8.1. Lakini uzalishaji wa maji haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, umekuwa hauwanufaishi hasa wananchi wa jimbo la Ndanda na kuwanufaisha zaidi majimbo mengine, kwa mfano Nachingwea, Masasi mji na Ruangwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo la Ndanda ndio walinzi wa mradi huu mkubwa wa Manawasa kupitia chanzo cha Mbwinji, lakini mpaka leo hii ni kata 4 tu ambazo zinanufaika kupitia mradi huu wa Manawasa. Hivyo wananchi wa jimbo la Ndanda wameniagiza nije ni kuombe na wao wanahitaji wanufaike kupitia mradi huu wa Manawasa, kwa sababu mradi huu wa Manawasa ndio mradi ambao unatoa maji ya baridi, maji mazuri kulingana na kata zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na uwepo huo, lakini kuna mambo ambayo wananchi wa jimbo la Ndanda wanataka kuyaona. Kwanza kabisa, uzalishaji kwenye vyanzo vingi vya maji kwenye jimbo la Ndanda umeendelea kupungua, na hii ni kutokana na shughuli za kibinadamu kuongezeka pamoja na uchimbaji wa madini na kilimo, na hii kupelekea uzalishaji wa maji kwenye jimbo la Ndanda kupungua na kupelekea mgawanyo mkubwa wa maji kwenye jimbo la Ndanda. Hivyo basi, wananchi wa jimbo la Ndanda wanaomba serikali ikiwezekana basi muwekeze fedha kwenye ujenzi wa bwawa la Mkumba shamba lililopo kwenye jimbo la Nachingwea, bwawa lile ambalo lina uwezo wa kuzalisha lita bilioni 24 kwa mwaka na bilioni 66 kwa siku. Hivyo basi, kuanzishwa kwa mradi ule kutapelekea watu wa Nachingwea waweze kuwa na maji yao pekee badala ya kutegemea maji kutoka kwenye jimbo la Ndanda, na yale maji ambayo yanatoka kwenye jimbo la Ndanda yaende kuhudumia wananchi wa jimbo la Ndanda. Lakini pia wananchi wa jimbo la Ndanda wanaomba kama serikali itawapendeza wawekeze kwenye mradi wa maji wa Mahiwa Nyangao, mradi ambao utakuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya lita milioni 9 na kutatua changamoto ya maji kabisa kwenye jimbo la Ndanda na wilaya ya Masasi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba jimbo la Ndanda ndio jimbo ambalo linaongoza kwa uzalishaji wa maji, zipo changamoto. Kwa mfano, leo hii kwenye jimbo la Ndanda kuna zile DP domestic point 219 kwa ajili ya uuzaji wa maji, lakini mpaka kufikia jana ni DP 70 tu ndizo ambazo zinafanya kazi, wakati DP 219 hazifanyi kazi na kupelekea wananchi wengi wa jimbo la Ndanda kukosa huduma ya maji. Na sababu ya hizi DP kutokufanya kazi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa wanalalamika wale watoa huduma kwamba wanabambikiwa fedha za ukusanyaji wa mapato kutokana na hizi DP. Leo hii wanakusanya fedha, wakienda kwenye hizi mamlaka kwenda kupeleka, zile mamlaka zinasema fedha mliokusanya ni ndogo na bili iliyosoma ni kubwa. Wale watendakazi wanaacha kazi kwa sababu mishahara yao na posho zao zinatumika kwenda kufidia madeni zinazotokana na hizi DP. Ushauri wangu kwa serikali,
Kwanza, wale watu watendakazi sio waajiriwa wa moja kwa moja, ni watu tu ambao wanashughuliwa. Niombe mamlaka zitoe ajira kwa wale wafanyakazi, waajiriwe, wapate ajira za kudumu, ili mzigo wa ili deni linalotokana na kuongezeka kwa bili usiende kuwalemea kwa wale watendakazi, uwe wa mamlaka. Lakini pia ushauri wangu mwingine, mamlaka za upimaji, yaani wakala wa upimaji, wawe na utaratibu wa kuzipima hizi mita mara kwa mara, hizi kuangalia ufanisi wake na ili kuondoa huu mzigo mkubwa ambao wananchi wanalipa bili ambayo ni tofauti na kile ambayo wametumia. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoa ushauri mwingine pia kwa hizi mamlaka, zichukue hatua ya haraka kabisa katika kutoa ajira ili hizi DP 219 ziweze kufanya kazi. Baada ya kusema hayo na kutokana na muda, mambo mengine Mheshimiwa Mwenyekiti nitayaandika nitachangia kwa kutumia njia ya mtandao. Asante sana na ninaunga mkono hoja. Asante sana.